Mimi fursa hii pia kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake imara ambao umepelekea nchi kupiga hatua kubwa kimaendeleo. Sote ni mashuhuda katika nyanja mbalimbali, tumepiga maendeleo chini ya uongozi wake, uongozi thabiti. Vile nimshukuru sana yeye pamoja na serikali yake ya awamu ya 6 anayoongoza kwa kuliwezesha Jeshi la Magereza kwa namna tofauti ili liweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Amekuwa akiliwezesha jeshi lakini pia kutoa maelekezo ambayo kimsingi utekelezaji wake umepelekea kuleta ufanisi, likiwemo eneo hili la urekebishaji wa wafungwa ambao wanatumikia vifungo vyao magerezani. Na dhamira yake ya dhati Mheshimiwa Rais ilijidhihirisha pale ambapo aliunda tume kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kuboresha vyombo vya haki jinai, Jeshi la Magereza ikiwa miongoni mwa vyombo vya haki jinai. Na mara kadhaa alikuwa akisisitiza tujikite kwenye kuboresha eneo la urekebishaji kwa sababu ndio jukumu la msingi la Jeshi la Magereza. Kwa hiyo maelekezo yake wakati wote tumeyatekeleza na hatimaye kufikia ufanisi ambao tunauona. Lakini nishukuru sana uongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi chini ya Mheshimiwa Innocent Bashungwa Mbunge, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, kwa usimamizi thabiti wa utekelezaji wa majukumu ya wizara, lakini pia maelekezo ambayo wizara ilikuwa ikiyatoa kwa Jeshi la Magereza, ambapo mara zote utekelezaji wa maelekezo haya umesaidia kuleta ufanisi wa utendaji kazi ndani ya chombo hiki muhimu katika taifa letu. Kipekee ni kushukuru sana Profesa Eliamani Sedoyeka, mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, lakini pia na management yote ya chuo kwa kuridhia wazo la kuanzisha programu hii mahususi ya ujasiriamali na stadi za biashara kwa wafungwa. Profesa, wakati tuna saini mkataba pale Dar es Salaam kwa mashirikiano kati ya Jeshi la Magereza na chuo unachokiongoza, afisa mmoja alisimama na kutoa salamu. Na katika salamu zile aligusia neno moja, akasema, Profesa, najua kasi yako, una kasi sana. Na kwa kweli Profesa, kasi yako nimeiona. Kwa sababu kwa kweli tangu tumekubaliana na kusaini yale makubaliano, matokeo yanaonekana. Ni kuhakikishie tu Jeshi la Magereza pia tunakwenda kwa kasi hiyo hiyo kuhakikisha kwamba tunafikia yale ambayo tumelenga kuyafikia, na hii ni kwa maslahi mapana ya taifa letu. Nikupongeze sana kwa kasi hiyo, lakini pia nipongeze sana management ya chuo, na kwa kweli kwa kuridhia katika kuanzisha programu hii ni mwanzo mzuri katika kuhakikisha kwamba tunaeneza programu hii katika magereza mengine kama ambavyo ilizungumzwa na Dr. aliyetangulia kuzungumza. Nishukuru pia kwa ushirikiano ambao umekuwa mkiutoa kwa Jeshi la Magereza tangu tulipoingia kwenye makubaliano ya kushirikiana kitaaluma kati ya taasisi hizi mbili. Na yapo mengi ambayo tumekuwa tukiongea, na hata leo tumeongea namna gani ya kuimarisha programu hizi na hatimaye tuweze kuwafikia wafungwa walio wengi zaidi. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama ambavyo niligusia, leo tunaweka historia mpya ya kuanzisha masomo rasmi ya ujasiriamali na stadi za biashara kwa wafungwa ambao watapatiwa ujuzi na maarifa yatakayowasaidia kutumia fursa mbalimbali, hususan watakapokuwa wamemaliza vifungo vyao waweze kujiajiri, na lengo wasirudie kutenda makosa. Na hili ndilo jukumu la msingi la Jeshi la Magereza sambamba na majukumu mengine: kuwapa ujuzi, maarifa na elimu
ili ule ujuzi, maarifa na elimu waliyopata wakitoka nje waweze kuyatumia kwa ajili ya kuendesha maisha yao, kujipatia kipato halali. Lengo likiwa ni wao wasiweze kurudia kutenda uhalifu. Na kuanzishwa kwa programu hii ni sehemu ya jitihada za jeshi katika kuboresha jukumu hili muhimu la urekebishaji wa wafungwa ili wakitoka waweze kuwa na tija kwenye jamii. Jeshi na chuo cha uhasibu Arusha kama ambavyo iligusiwa, tuliingia makubaliano, na nakumbuka ilikuwa tarehe 2 Septemba mwaka jana 2024. Makubaliano hayo ni ya muda wa miaka 5 ambapo utekelezaji wake umekwisha anza kwa chuo cha uhasibu Arusha kwa kushirikiana na chuo cha taaluma ya urekebishaji kilichopo Ukonga, Dar es Salaam. Na kutokana na mashirikiano hayo, kwa sasa kama ambavyo aligusia profesa, kuna jumla ya maafisa na askari zaidi ya 100 kwa mwaka wa masomo 2024-2025 ambao wanasoma fani mbalimbali katika chuo hiki. Na hatua hii lengo lake ni kuwajengea uwezo watumishi wa Jeshi la Magereza ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa weledi na ufanisi. Mashirikiano kati ya taasisi hizi mbili sasa yanaenda kuligusa kundi la wafungwa ambao ndio walengwa na wanufaika wakuu wa maboresho mbalimbali yanayofanywa ndani ya Jeshi la Magereza katika nyanja za urekebishaji. Jeshi litaendelea na jitihada za kuboresha eneo la urekebishaji wa wafungwa ili kufikia ufanisi unaotarajiwa. Yapo mambo kadhaa ambayo tunaendelea kuyafanya, lakini mengine tumekwisha yafanya tayari. Kushirikiana katika kuandaa vijana hao wote ambao wako sasa hivi mikononi mwenu tayari kwa kurudi katika jamii na kuweza kuingia katika jamii na kuweza kutoa mchango kwa wao binafsi, familia zao na taifa kwa jumla, tukiwa na mategemeo kabisa kwamba hawatarudi tena huko. Na huu mheshimiwa ni mwanzo tu. Kama alivyosema Dr. Abayo, mashirikiano yetu katika Jeshi la Magereza na chuo cha uhasibu Arusha ni katika kushirikiana vile ambavyo wote tunavyoweza kwa upande mmoja, sisi kama chuo na nyie kama Jeshi la Magereza. Malengo yetu, unaposema magereza unakuwa unawaza magereza kama hilo hapo nyuma yetu, na ndani yake kuna inmates ambao wako mle ndani. Maana yake kama sisi tunataka kutoa mchango wetu, tunalenga zaidi kwa wale walioko kule ndani. Pamoja na kwamba tumeshaanza kwenye maeneo na chuo chetu cha magereza cha Dar es Salaam, na tayari tuna wanafunzi zaidi ya 100 pale katika kozi za masters, na tunaingia kuna degree na diploma. Tumeanza na hizi kozi fupi za wiki 2 ambazo zinalenga kuwezesha vijana wetu kuwapa elimu ya biashara. Lakini huu ni mwanzo tu. Sisi tunategemea na ndoto zetu na malengo yetu ni kwenda katika kozi za muda mrefu, kwa maana ya kozi za diploma na kozi za degree na kozi za masters kwa wafungwa. Tunategemea kwamba hii itatoa nafasi ya muda mrefu kwa wale wa Tanzania wote ambao wamejikuta kwa sababu moja au nyingine wako katika mikono ya sheria, lakini wanatamani kubadilisha maisha yao kwa muda ule wako ndani, hasa pale watakapotoka. Tunatumaini kwa ushirikiano wetu huu na malengo yetu ya muda mrefu na yale yote tuliojipanga kuyafanya, tutakwenda kutekeleza hii. Kwa hizi kozi za muda mfupi, hii ni kozi moja wapo tu. Lakini malengo yetu, tuna kozi nyingi ambazo tunategemea tutakwenda kuzifanya. Tukianza na hizo jasiriamali, lakini kuna na kozi za stadi za kazi mbalimbali kuweza kujengea uwezo, kozi za udereva walau wanapotoka mfungwa atoke na cheti cha udereva na leseni ya udereva. Tunategemea kozi mbalimbali kama hizi zitawawezesha wao kuweza kurudi uraiani wakiwa wamejiandaa, wakiwa wametendea kazi na wengine kurudi uraiani na kuweza kwenda kujitegemea. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunategemea kwamba kozi hizi pamoja na kurejesha heshima na matumaini mapya kwa vijana hawa na kurudi uraiani, vile vile itaongeza stadi za maisha yao na ajira, kama nilivyosema, kuweza kuboresha maisha yao, familia zao na taifa kwa ujumla. Itasaidia kupunguza sana uhalifu wa kujirudia, yani repeated offenders, na kuweza kuweka misingi ya maendeleo jumuishi.
bila kuangalia historia ya mtu ametoka wapi. Madam tuko naye katika jamii, basi tuweze kumchukulia kama alivyo, na vile ambavyo tumejifunza kama raia mwema, na sisi kama raia kuweza kumpa ushirikiano ili aweze kurudi katika jamii vizuri, kwa amani, kwa upendo, akiwa na tabasamu, lakini vile vile akiwa anachangia katika uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunategemea haya, na kama nilivyosema, na mipango mingine mingi ambayo tumepanga kufanya na timu yetu, ikiwa na pamoja na project yetu ya Saifa ambayo tunataka kujenga kituo mahiri cha mafunzo kwa Tanzania, lakini itakuwa ni katika kituo kikubwa sana Afrika. Itapelekea sisi ile sahihi tuliyotiliana katika taasisi mbili, kwa maana ya Jeshi la Magereza na Chuo chetu cha Uhasibu Arusha, kuwa na malengo ya muda mrefu sana na malengo ya kitaifa na kimataifa. Hii itatuwezesha sisi kufikia malengo yetu ya msingi kama chuo cha mafunzo na nyinyi kama chuo cha urekebu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Chuo cha Uhasibu Arusha, naupenda ni kukuhakikishia binafsi kwamba tutaendelea kuunga mkono jitihada za kazi hii na kazi yako wewe na jeshi lako pendwa la magereza, ikiwa ni sehemu ya ujenzi wa taifa. Sisi wote ili ni taifa moja, na tunawajibika kwenye kulinda na kujenga. Kwa kumalizia, kwamba nipongeze sana washiriki wa programu hii. Ndugu zetu, tunawategemea nyinyi kuwa kielelezo cha mafunzo haya, na nyinyi mtakuwa mmefungua mlango kwa wengine wengi, sio kwa gereza hili tu. Kama alivyosema Dr. Abayo, matamanio yetu sisi ni kuona magereza mengine vile vile tunaweza kufikisha huduma hizi na kuweza kufikia Watanzania wengi sana. Sisi kama watu wa elimu, kama chuo cha mafunzo, tunaamini kwamba Mtanzania yoyote ana haki ya kupata elimu, haitojalisha sehemu aliko, na sisi tutajitahidi sana kwa ushirikiano na jeshi lako la magereza kuweza kuwafikia.